Mapinduzi imepamba moto. Kesho siku ya Alhamis tunaenda kushuhudia Mzizima Dabi pale kwenye kisiwa cha Zanzibar. Matajiri wa Chamazi Azam FC dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Niko hapa na shabiki wa Simba maarufu kama mchungaji wa Simba. Nitakuwa naye kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na klabu yao, hasa kuelekea mchezo huo wa siku ya kesho. Nini kitatokea, watafanikiwa kulipa kisasi? Nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mawili matatu. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera nipo na director Moji. Bwana mchungaji. Mungu ni mwema sana. Uko vizuri? Tuko vizuri kabisa, Mungu ni mwaminifu. Mbona kinyonge sana? Hapana, tuko kinyonge. Sisi sasa hivi tuna jambo la kitaifa ndio maana limetupigia, ni nguvu nyingi tumepelekea kwenye mambo ya kitaifa. Nasikia mara baada ya kutinga hatua nusu finali kwenye kombe la Mapinduzi, mashabiki wa Simba baada ya kusikia mmepangwa na Azam, mlikuwa na hofu kweli kweli. Nini shida? Yani kwanza imekuwa vizuri kabla tujakutana kwenye ligi kuu tukutane kwenye Mapinduzi. Mechi ya kesho itakuwa na ushindani mkubwa. Na mechi ya kesho sisi tunashinda Simba Sports Club. Tunashinda kwa sababu kuna jambo jipya nimeliona ndani ya Simba. Mwalimu mpya, kuna mbinu namuona ameziingiza hizi. Kesho tunapata ushindi mapema sana. Alafu naona sasa hivi watu wanajituma. Sio kujituma tu. Unaonekana spirit iko kubwa sana ndani ya klabu. Lakini alisikika kocha baada ya mechi ya juzi akasema kwamba timu inaonekana imechoka sana, wachezaji hawaonekani kujituma na kuelekea mchezo huu, iko ambacho nakisema kweli kitatimia. Kweli, yani yeye matarajio ambayo uko nayo mwalimu na hisi ni makubwa zaidi kwa timu. Sasa kwa kitu ambacho umekiona, matarajio yako bado hayajatimia. Ni mwalimu kama mwalimu. Na mwalimu lazima aseme vile, kwa sababu kuna wachezaji wengine hawajarudi kutoka kwenye national team, wako kule, kwa hiyo bado hajaona ile quality anayotaka yeye. Lakini yote juu ya yote ni kwamba Simba na waona watafika mbali sana. Acha mashindano haya ya Mapinduzi siku zijazo, kwa sababu Steve namuona kuna mbinu kaziingiza 2-3, naona amekuja kivingine zaidi. Tofauti kabisa na makocha wengine. Na Matola tofauti na makocha wengine amepita. Kwa hiyo ukimwangalia sana ni mtu ambaye ana plan ya muda mrefu. Na ukiangalia kwa timu kama Azam, kesho atapata wakati mgumu sana. Kwa sababu yule mwalimu timu alikuwa anaifundisha Stellenbosch. Jinsi alikuwa anaifundisha kwa udogo wake na wachezaji wadogo, lakini alikuwa anaweza kuzuia Simba isifunge magoli mengi. Kama kwanza kuzuia Simba alafu ilikuwa hana quality. Sasa leo ana quality ya Simba Sports Club. Mimi nahisi safari atafanya vizuri zaidi kwa Simba Sports Club. Na atapata jina kubwa sana kwa Simba Sports Club. Kesho naona magoli mengi kabisa kwa mnyama. Mapema sana. Kesho mapema Azam Tambara. Nasema hivi mapema sana kwa sababu Kibisawala yule nimemuona yupo. Haya. Najua nani atakuepo, huyu Soa. Umeona wachezaji karibu wote walioko stani wachache, wale wengi wako pale. Kwa hiyo kesho hauna. Hofu sina hata kidogo, nategemea finali tutakutana na Yanga. Na Yanga situkimbie safari hii. Unamhitaji. Mechi ya mashabiki tumewafunga Yanga, mechi ya wanawake tumewafunga Yanga. Kwa hiyo mechi hiyo ya ligi hii ya Mapinduzi na tutawafunga, na ya ligi tutawafunga. Nyinyi hao. Yaani nakwambia hivi, sisi tushatoa ule mkosi. Mkosi ule kuwepo tumeutoa kwenye mashabiki tulivyocheza, mkosi tumeutoa mechi ya wanawake na uwanja, yani na uwanja wa Amani. Siku zote tukutana na Yanga, tokea miaka hiyo ya zamani Yanga lazima afe. Kwa hiyo mimi kwa ujumla ni kwamba mimi Yanga naonea huruma. Hiyo ni mechi ambayo nategemea Yanga waenda kuzalilika. Sio nyinyi tena. Yanga waenda kuzalilika. Na mimi kesho naenda Zanzibar. Unaenda Zanzibar? Kuongeza nguvu. Hiyo mechi ya Zanzibar hamuiwazi kabisa, mnaiwaza finali dhidi ya Yanga. Finali dhidi ya Yanga ndio tunaitafuta hiyo Yanga. Tunataka tuwazalilishe Zanzibar. Na historia inaonyesha hivyo. Sisi tukicheza pale Yanga nakufa. Historia hiyo. Yeye katufunga mara 6 kwa sababu tumetoa ile kufungwa mashabiki tulivyowafunga. Tunahesabia sasa hivi katufunga mara 5, sio mara 6 tena. Kwa hiyo kesho tukawafunga tabaki mara ngapi? Mara 4. Tunalipa. Tunalipa na sisi tunazidi kupunguza zinazofungwa. Na unaona kabisa hilo likitokea. Likitokea. Kwa hiyo kwa jumla naonea huruma Yanga Afrika. Kwa mwalimu huyu Steve tutafanya mambo makubwa zaidi mwaka huu Sawa, kuna tetesi za usajili ambazo zinaendelea hivi sasa na inasemekana Clatous Chota Chama akarudi Msimbazi. Wana Simba mpo tayari kumpokea? Tena kwa shangwe kubwa sana. Akisimama pale alafu Kibisawala anatokea huku. Alafu huku anatokea Kimnenis. Alafu tumemsimamisha Chama katikati. Na Batista tumeweka Soa. Shughuli mbona wanayo? Mlisema lakini umri umeenda tayari. Nasema hivi kwa Chama jinsi alivyo, ka improve akiwa Yanga, ka improve alivyoenda Singida. Kwa hiyo sisi tutaonyesha ukubwa wetu. Ukubwa wetu tutaonyesha kwa kusajili mtu kama Chama. Yaani Chama sasa hivi akiingia ndani ya Simba Sports Club, sisi tunamhesabia ni mchezaji mpya ambaye hajawahi kucheza Simba na Yanga, ni mgeni. Yaani Chama sasa hivi tunamwingiza ni mchezaji mpya ambaye amekuja Tanzania, Simba imemsajili.
Hatumchukulii kwamba ni mchezaji wa tokea siku nyingi. Ni mchezaji mpya. Na atawapa kitu. Na atatupa kitu kwa sababu gani? Katuonyesha hivyo kwa Singida. Sasa hivi Singida kila mechi anafunga. Assist ndio usiseme. Hata ukiona alivyoingia makundi, yeye amechangia sana kuingia makundi. Za ndani kabisa nimepata habari hata Aucho anakuja Simba. Aucho. Ndani ya Simba. Unanipa wewe. Kwa hiyo pale tutakuwa na Aucho, tutakuwa na Chama, tutakuwa na Soa. Lakini wachezaji hao wote wametoka kwa watani zenu Young Africans na mlikuwa mnawabeza kwamba umri umeenda na nini hawafai, waliwapo Yanga kwa ajili ya kuchukua mafao yao. Vipi tena waje kwenu? Nyota zao ziko upande wa Simba. Kwa hiyo tunamweka Aucho, afu hapo tunamweka Chama, huku tuna Kibisawala, huku tuna Kibu Denis, huku tuna Soa. Sijui hali itakuwa vipi. Kwani wachezaji mliokuwa nao hawatoshi? Tuongezea nguvu kwa sababu Chama kazi yake kulainisha. Yaani kazi yake Chama kulainisha. Analainisha na kwambia amaliza baba. Tutapata raha mwaka huu, wewe acha tu. Kwa hiyo mimi natamani usajili ufanyike hata kesho. Naona wanachelewa. Usajili ufanyike mapema, Chama aje ndani ya timu na mambo yaendelee. Tayari kumpokea. Tena kwa mikono miwili. Sio mikono miwili tuko tayari kwa ajili ya kumpokea Chama. Kwa hiyo Chama na Aucho, kwa sababu sio Chama, tumepata habari na Aucho. Na Aucho. Kwa hiyo Yanga wajipange. Na mimi ninavyojua mechi ya Mapinduzi ya finali na Yanga anaweza singize timu. Kwa nini? Woga. Yanga jua woga sana. Uiogope Simba? Na umeifunga mara 6 mfululizo. Hii 2026. 26 inakuja na mambo yake. Yaani ilikuwa na 25. Hii 2026 kuna mambo makubwa na nishakwambia kesho naenda Zanzibar. Na mimi naenda na nguvu yangu. Nguvu yangu si mnaijua. Nikienda na nguvu yangu tena kama kawaida. Kumbuke magoli kipa wenu wote ambao mnawategemea ni majeraha. Sisi hapa pale tungeka kipa hata mwanamke. Wewe. Yaani kipa wa wanawake tukamweka pale. Simba inafanya vizuri. Acha bwana. Mwaka huu timu mbona tunayo? Yaani sasa hivi tunaringa. Nakwambia hivi Yanga safari shughuli wanayo. Na wanajua kwamba mwaka huu kazi wanayo. Kwa hiyo bwana, mechi ya finali Mungu akipenda itakuwa Simba na Yanga. Kwa sababu kesho Azam tunamtundika. Nyingi. Na najua Singida atafungwa na Yanga. Tukutane nao finali Zanzibar. Kwa kweli kabisa. Hiyo kutoka moyoni tukutane na Yanga ili tuwatoe nishai mapema sana kabla tujakutana kwenye ligi. Ndio kitu ambacho tunakisubiria. Sawa. Kipindi ambacho Simba haikupitia vizuri kabisa wakati inapoteza mechi ya kimataifa pamoja na ya ligi. Malalamiko mengi sana kwa upande wa mashabiki yalikuwa ni kuhusu Selemani Matola kwamba kwa nini makocha wengine wanakuja wanaondoka takriban 9 lakini yeye anasalia pale pale kama kocha msaidizi. Huyo pia amekuja Steven Becker na amehitaji Selemani Matola kuendelea kusalia kama kocha msaidizi. Mashabiki mna lolote la kumwambia kocha mkuu? Kwa jumla ni kwamba mwalimu akija mgeni anatamani kuendelea na yule aliyopo kama mwenyeji. Kama si viongozi wanamuona Matola anafaa, sisi hatuwezi kusema kitu. Mashabiki lakini wana nguvu. Sisi tuna nguvu lakini mashabiki ndio viongozi ndio watu wa mwisho. Ndio maana na habari mpya na wapeni sasa hivi ambao mjaipata kwamba naenda kugombea wenyekiti wa Simba Sports Club. Mimi kama mimi nasubiria fomu zikaanza kutoka, mimi nikachukua fomu niongoze Simba Sports Club. Na haya ni watu walioko nyuma yangu ndio wanaambia mchungaji kagombea uongozi wa Simba, naenda kugombea wenyekiti. Kwamba unaona Mangungu hatoshi. Hapana, demokrasia itumike. Kwamba kila mtu agombee, wanachama ndio watakaoamua kwamba nani awe mwenyekiti wa Simba Sports Club. Naenda kugombea mwenyekiti na vipao vyangu namba 1 na vinaenda navyo ndani ya Simba Sports Club ni ile dhana iliyokuwa zamani ya Simba nguvu. Ndio hiyo naenda kuitengeneza ndani ya Simba. Sasa hivi haipo. Nasema mimi kama mimi maono yangu. Hiyo sasa hivi unaionaje? Ipo lakini kwa kiwango ninachokitaka mimi sio hicho ninachokiona. Kwa sababu kuna mfumo ambao nitaenda kuiendesha Simba wa tofauti kabisa watu wanaofikiria. Kwanza kila kata nilikuwa nataka wanachama wote wa Simba walipia ada. Akata nchi nzima. Sielewa. Serikali za mtaa walioko pale nyumba hadi nyumba kutakuwa na mtu kazi yake kwenda kufuatilia na atakuwa na beji zile za Simba. Kazi yake kisha watu walipe ada. Simba si ni matajiri bwana. Alafu ile itaenda mpaka tarafa, wilaya. Kutoka wilaya itaenda mkoa. Alafu tutakuwa tunashindanisha mkoa kwa mkoa. Ili tuweze kuendesha Simba kwa kutupitia fedha zetu. Utaweza lakini kumngoa pale bwana Murtaza Mangungu. Unajua kinachomngoa mtu ni sera zako na wanachama jinsi watakavyokusikiliza watakaona unatufaa. Kinachomtoa mtu ndio hicho. Hawaangalii kwa sababu wewe una jina una nini. Wanaangalia je, huyu mtu atatufaa? Au pengine kwa sababu mashabiki wengi wanamlalamikia Mangungu kwamba atoke na nini ndio maana umeamua kuchukua hiyo nafasi. Mimi nimeamua kugombea sio kwa sababu eti ya Mangungu. Hata Mangungu asipokuwepo ningegombea kwa sababu kuna kitu nakiona kwamba ningekuwepo ningeweza kukiendeleza zaidi na sasa hivi hakipo. Na sasa hivi hakipo. Ndio hicho ninachokueleza kwamba Simba inaweza kujiendesha yenyewe tu. Wafadhili wakawepo au mwekezaji akawepo. Lakini klabu kama klabu ikawa na uwezo wa fedha nyingi kuliko hata mwekezaji. Kwa sababu nilipiga hesabu kwa nchi nzima Simba kwa mwaka ina uwezo kupata bilioni 100. Kama watalipa ada vizuri, watu kuanzia wilayani, mkoani,
kuanzia vijiji, kata, na kutakuwa na mtu kazi yake, na nitakuwa natoa incentive kwa mtu ambaye atafanya vizuri kwa mkoa, na atakuwa anapewa tunzo, na tutakuwa tunashanisha mikoa kwa mikoa. Kwa hiyo hela tutavuna nyingi, tutaiendesha Simba kifaida zaidi, tutaiendesha Simba ikiwa haina mchezaji yote tunamtaka Afrika. Tukiona mwekezaji na swaswasi tunatoa hela kwenye mfuko wetu wa Simba Sports Club na maisha yanaendelea. Tunataka klabu iwe na nguvu zaidi kuliko wawekezaji. Ndio kitu ambacho tunataka kukitengeneza zaidi. La pili, kwa sababu ziko 16 nakupa mbili tu. Pale ile jengo nitalivunja, nitajenga gorofa 20 kwenda juu. Jengo la Msimbazi. La Msimbazi. Pale kutakuwa na mahosteli, maana kutakuwa na mapharmacy, kutakuwa na gym, kutakuwa na supermarket, wana Simba sehemu ya kukutania. Kwa hiyo mambo naye mimi jambo nayoenda nalo litakuwa ni jambo ambalo ni kubwa kwa kuiendesha Simba itishe barani Afrika. Kwa hiyo ndio maana nimeamua safari nigombee kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sawa, tugusie pia kuhusiana na performance ya wachezaji mpaka hivi sasa. Malalamiko mengi sana yamekuwa kwa Jonathan Soa pamoja na Elie Mpanzu kwa upande wa Simba kwamba wachezaji hao mbona ni tofauti na msimu uliopita. Umesema hapo finali mnaenda kukutana na Yanga. Kwa kiwango cha wachezaji wenu mpaka hivi sasa, Elie Mpanzu pamoja na Jonathan Soa hawaonekani kuwa na makali. Pengine matarajio yoyote bado mnayo kwa wachezaji hao? Wale wachezaji wa Simba mpaka mkataba wao utakapoisha. Pamoja na maneno mengi kutoka nje, watu wa Yanga kutukebehe, zile ni mbinu wanazitumia ili kutoka katika mchezo. Lakini ni kwamba wachezaji wetu hawana shida yoyote na ndio maana wako ndani ya Simba na wanatoa mchango mkubwa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Soa na mwenzake ni wachezaji wa Simba na wanatoa mchango wa Simba. Hayo ni maneno ya nje ya kutuvunja moyo. Unajua mpinzani wake ataka kuharibu, anaweza kuambia mchezaji yule wa kwetu yule. Wana Simba wenyewe ndio ambao walikuwa wanaongea. Hao wanaosema hivyo wana Simba nao wengine wajielewi. Lakini ni wachezaji wa Simba na wanalipwa na Simba na wanafanya kazi Simba. Wewe utasemaje upande wa pili? Zile ni njia tu za kututoa katika mchezo, katika mchezo ya. Sawa, mimi nikushukuru sana. Mungu awabariki Kishamba TV. Una lolote la kuambia mashabiki wa Simba kuelekea mchezo kesho? Wasio na wasiwasi. Kwa timu yetu tunashinda finali na Yanga safari tunaenda kumdhalilisha Zanzibar. Bahati nzuri tukicheza Zanzibar Yanga tunamsulubisha kama kawaida. Ila Yanga usimtoe pale ukampeleka huko, atatusumbua Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa mnapo. Atatusumbua kwa Zanzibar. Yanga mapema sana. Sasa hivi Benjamin Mkapa sio tena kwa Mkapa atoki mtu. Hilo nitakuja kuongea siku nyingine. Ila kwa Zanzibar Yanga atoki kwa njia yote. Na tunatamani tukutane naye. Ole wake kesho afungu na Singida. Tunataka ashinde mechi na Singida. Sio akatukwepa, ashinde ili tukutane naye. Nikushukuru sana. Mungu aibariki Kishamba. Sawa. Wewe ni shabiki wa klabu ya Simba, umemsikia hapa mchungaji ameeleza kwa uzuri kabisa matarajio na matumaini kuelekea mchezo wao wa kesho wa Mapinduzi Cup nusu finali dhidi ya Azam FC. Ameongea vitu vingi sana, matarajio yao ni makubwa, bado wana imani na timu yao. Mimi ni Aaron Junior, nyuma ya kamera alikuwa director Moji.